Mvutano wa muda mrefu kati ya Israel na Irani sasa umeingia katika hatua ya hatari zaidi baada ya Irani kurusha wimbi jipya la makombora mapema asubuhi Juni 16 mwaka 2025 dhidi ya maeneo mbalimbali ya Israel. Tukio hili limezua hofu kubwa na kuchochea hofu ya kuzuka kwa vita kamili vya kikanda. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la ulinzi la Israel, makombora hayo yalilenga miji mikuu kama Tel Aviv, Jerusalem, Petah Tikva pamoja na maeneo ya kaskazini. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu watatu na kujeruhi wengine 67. Ving'ora vya tahadhari viliwashwa vikiwaonya raia kujificha katika maeneo salama, huku mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ikifanya kazi ya kuzuia mashambulizi hayo. IDF ilisema kupitia mtandao wa X, kwa sasa jeshi la anga linafanya kazi ya kuzuia na kushambulia pale inapohitajika ili kuondoa tishio. Kwa upande wa Irani, shirika la habari la Tasmin liliripoti kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya hatua za kulipiza kisasi dhidi ya kile wanachodai kuwa ni mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya kijeshi na nyuklia vya Irani. Irani ilisema ilimefyatua zaidi ya makombora 100, hatua ambayo ni ongezeko kubwa zaidi la viwango vya mapigano. Ripoti kutoka Teherani zinaeleza kuwa mashambulizi ya awali ya Israel yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 400, wengi wao wakiwa ni raia. Iran imeeleza kuwa haitokubali kusitisha mashambulizi au kushiriki katika mazungumzo yoyote ya amani ikiwa bado inashambuliwa. Mashambulizi hayo yameleta madhara makubwa ndani ya Israel. Taarifa kutoka Wizara ya Afya ya Israel zinasema kuwa watu 67 wamejeruhiwa huku 3 wakipoteza maisha, wengi wao kutokana na vipande vya makombora na milipuko ya moja kwa moja. Mji wa Petah Tikva umeshuhudia uharibifu mkubwa ambapo jengo moja la makazi lilibomolewa kabisa. Katika Tel Aviv, milipuko mikubwa ilisikika angani, ikiaminika kuwa ni matokeo ya mifumo ya Iron Dome uliokuwa ukijaribu kuzuia makombora kabla hajafika ardhini. Watu walionekana wakikimbia hifadhini huku moshi mzito ukifunika anga ya jiji hilo. Katika kiwango cha kimataifa, mzozo huu umeteka ajenda za kidiplomasia na usalama. Mkutano wa G7 unaofanyika nchini Canada umeitisha mjadala wa dharura kuhusu hali hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha matumaini kuwa kutakuwepo na mpango wa muda mfupi wa amani, ingawa Irani imekataa mazungumzo. Ikumbuka kuwa Trump hivi karibuni alipinga mpango wa Israel kumuua kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, hatua ambayo ingeweza kuchochea vita vikubwa zaidi. Nchi za Kiarabu kama Qatar na Oman zimejaribu kuanzisha mazungumzo ya upatanishi, lakini Tehran imekana kuwaomba msaada huo. Umoja wa Ulaya nao umeitisha kikao cha haraka, huko Uingereza na Marekani zikiweka majeshi yao katika hali ya tahadhari. Mbali na Israel na Irani, athari za mapigano haya zimeanza kusambaa katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya anga yameripotiwa katika ukanda wa Gaza na Syria, huku kukiwa na hofu kuwa makundi kama Hezbollah ya nchini Lebanon yanaweza kujiunga katika mapigano. Jeshi la ulinzi la Israel limeongeza mashambulizi kusini mwa Lebanon katika juhudi za kuzuia hujuma kutoka Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Irani. Wataalamu wa usalama wa kikanda wanahofia kwamba vita hii inaweza kuonea hadi Iraq, Yemen na hata Ghuba ya Uajemi ikiwa haitadhibitiwa kwa haraka. Vita vimezua hofu kubwa kwa raia na kuzusha athari za kiuchumi, kijamii na kisiasa kwa pande zote mbili. Mamilioni ya watu wamelazimika kujificha katika maeneo salama, huku wengine wakikimbia maeneo ya miji kwenda vijijini. Licha ya juhudi za kimataifa kupunguza mzozo huu, kila upande bado unaonekana kuwa tayari kwa hatua zaidi za kijeshi. Dunia inatazama kwa wasiwasi mkubwa, ikisubiri kama kutakuwa na njia ya kidiplomasia au kama Mashariki ya Kati itajikuta tena katikati ya janga la vita vikubwa vya kikanda. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama
kujiajiri. Na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree, wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.